Liza, mambo vipi? Safi kabisa, habari ya wewe? Upo vizuri, upo vizuri? Namshukuru Mungu, silalamiki. Unalalamika kweli Liza? Ya, silalamiki na ndio maana niko hapa. Unalalamika kwamba Pacome ameachwa bwana. Ni wengine, sio mimi. Mimi ninayeujua mpira siwezi kulalamika kwa vitu kama hivyo kwa sababu kama Pepe ameachwa, Simon Adingra ameachwa ambaye ni mchezaji bora wa AFCON iliyopita, why Pacome? Kwa hiyo mimi naona kwangu ni vitu vya kawaida sana. Wanaolalamika hawajui mpira na ni washamba. Yeah. Ni faida kwa Young Africans Pacome kutokushiriki kwenye michuano ambayo ingemuongezea uzoefu zaidi kuelekea kwenye michuano yenu ambayo mtaanza Januari pale ya CAF Champions League kwenye group stage. Pande zote mbili ni faida. Hakuna hasara kwa sababu tunamchukua Pacome alikuwa hajaitwa timu ya taifa. Na sisi ndo tumemfanya ameitwa timu ya taifa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naona ni swala la kawaida sana. Huwezi kusikia mwananchi au mwana Yanga yeyote analalamika kwa kutokuitwa kwa Pacome Zouzoua. Ukilinganisha na wachezaji wa Ivory Coast waliopo na ukubwa au wigo wa wachezaji wengi waliopo katika timu ya taifa ya Ivory Coast. So kama Simon Adingra kaachwa ambaye anacheza sasa hivi nadhani anacheza Leicester. No, so Leicester anacheza Sunderland kama sikosei kwa sababu alikuwa Brighton katoka Brighton. Sasa hivi yuko Sunderland kama sio Leeds. Why nilalamike Pacome hajaitwa wakati hakuna mchezaji hata mmoja anayecheza ligi ya Afrika kwenye kikosi cha Ivory Coast aliyoitwa. Kama yupo basi ni kwenye eneo la goalkeeper ambaye alikuwa alishiriki AFCON iliyoisha wakawa mabingwa. Kwa hiyo wanaolalamika wanajua wenyewe kwa nini wanalalamika, lakini mtu kama mimi siwezi kulalamika. Pacome aitwe asiitwe, huwezi kunisikia nalalamika. Yeah. Faida ya pande zote mbili. Yeah. Sawa Eliza. Kamati ya masaa 72 kuna tukio moja tata linazungumziwa toka pale ligi ilipotia break weekend iliyokwisha. Tukio tata ni la Jonathan Soa dhidi ya Imidi Mau kwenye mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Azam Football Club. Ile tukio watu bado wanalaumu masaa 72 kutokutoa maamuzi mpaka hivi sasa. Linaonekana ni tukio hatarishi zaidi. Kwa upande wako unalingamua vipi? Kamati ya masaa 72 haijatoa maamuzi kwa sababu haijakaa kikao chake. Kwa hiyo siwezi kulizungumzia sana. Wakati kwenye mechi zilizopita, yani ambayo alicheza Simba na Azam, Yanga na Coastal Union pale Dodoma na mechi nyingine, bado hazijatolewa maamuzi. Kamati ya masaa 72 inafanya kazi ndani ya masaa 72. Kwa hiyo bado hatujaona kikao walichokaa wakafanya maamuzi kwenye mechi yoyote ile. Siwezi kulizungumzia hilo swala, lakini ukitaka kuzungumzia katika uhatari aliyoonyesha sio huyo tu. Kuna yule ambaye anacheza kati, yani kama mwamuzi angekuwa na macho ya kuona basi Simba alikuwa anaondoka na red card kwenye zaidi ya 2 kwenye hiyo mechi moja. Kwa sababu kuna yule anayecheza kiungo wakati yule anaitwa Alassane Kante alistahili kula red card. Kuna huyo Soa alistahili red card. Alassane Kante alifanya faulo dhidi ya Faisal Salum. Kamlalia, kamsindikiza, kamlalia, kamaliza kampa teke ni red card. Umeelewa? Na situation kama hiyo alifanya Alassane Kante kwenye mechi dhidi ya Young Africans. Alifanya dhidi ya Max Nzengeli. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nasubiri kuona kamati ya masaa 72 kama haitatoa maamuzi yoyote yale ndio tutakuwa na kila sababu ya kudauti, lakini kama kamati ya masaa 72 bado haijaweka vikao vyake siwezi kulizungumzia swala kama hilo. Kwenye hilo tuhamie kwa Young Africans na duru la kiusajili hapo mbele. Tunajua dirisha dogo linaenda kufunguliwa. Young Africans unaona ni maeneo gani wanabidi waboreshe kuelekea kwenye michuano ijayo, michuano hapo Januari? Mimi nadhani kwenye eneo la Young Africans la kuboresha sio ni eneo la kuboresha. Kwa sababu kama ni eneo la ulinzi mpaka sasa hivi kwenye michuano ya kimataifa Young Africans haijaruhusu goli kwenye mechi 2 alizocheza. Kama ni kwenye ligi ameruhusu goli 1. Umeelewa? Na kwenye eneo la ushambuliaji siwezi kusema waboreshe eneo la ushambuliaji ili hali safu ya ushambuliaji inatengeneza nafasi za kutosha. Ila cha kuwashauri ni wale wachezaji wenyewe wanaotengeneza nafasi za kutosha wanatakiwa wawe na umakini kwenye third final kuhakikisha zile nafasi wanazozitengeneza kuweza kuzibadilisha kuwa magoli. So sijaona eneo ambalo
la Young Africans linahitaji kuboreshwa. Kwa sababu kwenye eneo la ushambuliaji nafasi zinatengenezwa. Nafasi zingekuwa hazitengenezwi ningesema kwamba kwenye safu ya ushambuliaji kunahitaji maboresho. Ila ni wachezaji wenyewe wanahitajika kuwa makini kwenye eneo la mwisho kuhakikisha zile nafasi zinazotengenezwa wanaweza kuzitendea haki na kuzibadilisha kuwa magoli. Kwa katika eneo la mwalimu huenda ndo anaweza akawabadilisha kwenye eneo la uwanja wa mazoezi kurudi wadeliver kitu kingine ambacho Young Africans mnahitaji kukiona hasa kwenye finishing. Swala kabisa. Eliza, kuna baadhi ya wachezaji ambao wanatajwa hawajaonyesha kile kitu ambacho Young Africans walitarajia kukiona, hasa mashabiki kama Mohamed Dumbia, kidogo Rasane Kouma na wengineo kama wakina Conte. Vipi kwa upande wako? Unawazungumziaje hao wachezaji? Wameshakulipa deni ya kile ambacho ulikuwa unakihitaji kwa upande wako? Kwenye mechi 8 tu tayari wachezaji hawastahili kuwepo Young Africans. Romelu Lukaku anatoka Italia, anasajiliwa na Manchester United. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anawaka sana na alikuwa anafunga sana. Lakini alikaa muda gani Manchester United mpaka waka prove kumwacha? Walikaa naye takriban msimu mmoja mpaka misimu miwili. Ameenda Chelsea vile vile. Umeelewa? Kwa hiyo mimi siwezi kumzungumzia mchezaji kwamba hajaonesha kitu kwenye mechi 8. Kati ya mechi 40 mpaka 50, mechi 8 zinatosha kumuamua mchezaji kwamba huyu hastahili kuwepo Young Africans. Nikisema mechi 40 mpaka 50 maana yake ni jumlisha mechi za CRDB, jumlisha michuano ya klabu bingwa, jumlisha na mechi za ligi. Mechi za ligi zenyewe ni mechi 30. Ndo kwanza tuna mechi 6 kwenye mechi 30. Bado una mechi 24 kukamilisha mechi 30. Kwenye mechi za ligi mpaka kufika finali una mechi 8 kwa sababu 8 mpaka 10 kwa sababu kwenye makundi kuna mechi 6. Robo finali 2 zinakuwa 8. Nusu finali 2 10. Finali 2 12. Tayari kwenye mechi 2 zinatosha kuamua mchezaji kwamba hastahili. Kwa hiyo bado mimi siwezi kuandariti wachezaji waliosajiliwa na Young Africans kwa kutumia mechi 8 mpaka 7. Siwezi. Kile kitu ambacho huenda walikuwa kinatajwa pale sajili zao zilipofanyika, huenda umekiona ama inabidi uwape muda bado? Nitajie mchezaji ambaye amewahi kwenda timu yoyote ile akafika kwa mechi ya kwanza mpaka ya 4 akaonyesha kitu na akawa ni mfano mpaka akaanza kuimbwa. Hasa kwenye ligi za Afrika. Mimi sio mtu wa hivyo, afu mimi sio mtu wa mihemko. Mimi ni mtu hakuna kiongozi anayeingia kutafuta mchezaji akaenda kumleta mchezaji mbovu ambaye anajua kabisa huyu hawezi kunipa kitu ambacho nakihitaji. Kwa hiyo kila kiongozi anapoingia sokoni, makusudio huwa anakuwa ameishamfuatilia background ya yule mchezaji mpaka anaenda kumchukua. Sasa mazingira ya ligi ya Tanzania na mazingira ya mpira wetu na pressure yake ndio vitu ambavyo huwa vinawasaliti wachezaji. Lakini mimi sijawahi kuamini katika mchezaji mbovu. Kwa mazingira haya ambayo sisi tunayo, hata ukimleta leo Messi, utamuona ni Ronaldo. Tena wakiwa kwenye mfumo wao, sio sasa hivi wamechoka kwamba umri umewatupa, bado utawaona ni wabovu. Umlete Lamine Yamal, umlete Kylian Mbappe, umlete Vinicius Junior, uwalete wachezaji wote ambao wako kwenye fomu zao sasa hivi na hata kipindi hicho. Kwa mfumo wetu wa mpira wa Tanzania, lazima bado utawasaliti na tutawaita ni magarasa. Kwa mfumo wetu Tanzania. Mfumo wetu wa Tanzania ni mfumo ambao hauna subira. Ni mfumo ambao fulani akifanya vizuri anakucheka wewe na wewe unakuwa hautaki kuchekwa. Lakini Pep Guardiola anaenda Manchester City, alitumia muda gani kuitengeneza Manchester City mpaka sasa hivi iko kwenye form. Ilifika hatua Manchester City hakuna timu ilikuwa inatamani kukutana na Manchester City. Na the Gunners, Arsenal tangu ameichukua Mikel Arteta timu yake ya kwanza kuwa kama kocha mkuu ni Arsenal. Tangu ameichukua sasa hivi takriban misimu 5 mpaka 6 inakamilika, lakini Arsenal hajawahi kubeba kombe la ligi. Mbona hawajamfukuza? Kwa sababu wao wanajua kabisa mfumo wa mpira jinsi ulivyo. Mikel Arteta angekuwa kwenye timu ya Tanzania, hasa kwenye hizi timu mbili za Kariakoo, hivi tusingekuwa naye. Lakini Arsenal amedumu kwa sababu alikoitoa Arsenal na jinsi Arsenal ilivyo kwa sasa hivi, watu wana appreciate kazi yake. Unajua mwalimu kuitengeneza timu sio kwamba ajibebe mataji tu. Kuna kuitengeneza timu ikawa tishio na akawa habebi mataji. Ndio Arsenal. Umeelewa? So katika swala la kuja kubeba mataji sasa pale ni hesabu ambazo unatakiwa uzitengeneze.
Ndio maana Leicester City 2015-16 alipanda na akabeba ubingwa na akashuka nao. Yani anashuka daraja na anashiriki michuano ya kimataifa ambayo ni UEFA. Umeelewa? Kwa hiyo nataka kusema kwamba yule alikuwa mbovu. Kwa hiyo inatakiwa tutambue kwamba mfumo wa mpira wa Tanzania au mfumo wa mpira wa Afrika ndio unakuwa na wasaliti makocha wengi, unakuwa na wasaliti wachezaji wengi. Lakini huwezi kuvikuta hivyo vitu Ulaya. Leo hii utasikia watu wengi wanalia, labda mashabiki wa Liverpool wanalia. Wanaolia kwamba yule kocha ni mbovu ni mashabiki wa Liverpool walioko Tanzania kwa sababu hawajui mpira. Wanaolia mashabiki wengi, wanaolia kwamba Chelsea kocha wao ni mbovu ni mashabiki wa Chelsea walioko Tanzania na sio mashabiki wa Chelsea walioko Ulaya. Sio mashabiki wa Liverpool walioko Ulaya kwa sababu wanajua statistics za mpira na mpira unataka nini, unahitaji muda gani. Ukitaka kumsema Ancelotti yule wa Liverpool kwamba ni mbovu ili hali ndo msimu wake wa pili anaichukua Liverpool, watakiwa tambua ameikuta rhythm ya Jurgen Klopp akachukua nayo ubingwa. So ni lazima atengeneze timu yake, na kutengeneza timu na kuingiza mifumo ya mwalimu mwingine haihitaji msimu mmoja wala haihitaji miezi miwili wala mitatu. Kwa hiyo mimi nadhani kwa Young Africans sijaona mchezaji mbovu. Mimi naamini kila mchezaji ni mchezaji ambaye anastahili kuitumikia Young Africans. So ni vile anavyoingia watu wanakuwa wanatarajia makubwa pasipo kujua kwamba huyu mchezaji mnapotarajia makubwa kutoka kwake ni lazima mnampa pressure ambayo itamfanya yeye ashindwe kufanya vitu vyenye usahihi kwenye third final. Kwa hiyo awe Lassane Kouma, awe Celestine Ekua, awe Momo Dombia, wote ni wachezaji wazuri sana kwa sababu Engineer Hersi anaenda kuwachukua, hakukurupuka. Kwa hiyo mimi nadhani bado sijaona mchezaji mbovu, ila ni vile michuano ya kimataifa tunavyokimbizana nayo na pressure ya ligi ya Tanzania ndio inayowasaliti wale wachezaji, lakini ni bonge moja la wachezaji. Twende kwenye ligi sasa Eliza. Kufikia kwenye mapumziko haya, michezo ambayo imekwisha kuchezwa, unaitazamaje ligi kiujumla? Mimi naamini ligi ya Tanzania wengi wanaileti kama ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, lakini mimi huwa nakataa sio ligi namba 5 bora barani Afrika kwa sababu ya makando mengi ambayo yapo. Unapoileti ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, lazima unaangalia statistics zote kwenye kila engo. Kuanzia waamuzi, kuanzia malipo ya wachezaji, kuanzia ni jinsi gani wachezaji wanaikimbilia ligi ya Tanzania na mpaka jinsi unavyoona kwamba kuna malalamiko mangapi mpaka sasa hivi. Ukija kwenye engo ya waamuzi Tanzania ligi yetu ni 0.000 na kuendelea. Na ukija kwenye malipo wachezaji sofa inajitahidi ina improve kwenye malipo ya wachezaji kwa sababu wachezaji wengi wa bara la Afrika hasa ukanda wa magharibi wanaikimbilia sana ligi ya Tanzania. Wanacheza kwa kurelax, wanalipwa kwa wakati na hakuna malalamiko mengi sana sasa hivi ukilinganisha na miaka ya nyuma kulivyokuwa na malalamiko mengi. Ndani ya miezi kadhaa unasikia mchezaji kaenda kushtaki kasi, unasikia mchezaji amegoma kucheza kwa sababu anadai. Imekuwa ni tofauti, lakini kwenye engo ya kuonesha mpira pia wanajitahidi. Azam ni wapongeze kwa kiasi ambacho wanavyojitahidi kuhakikisha ligi ya Tanzania inaonekana. Lakini katika engo ya waamuzi, katika engo ya shirikisho bado kuna makando mengi sana. Makando yako mengi mno. Kuna madudu mengi sana tulionayo ambayo yanapelekea mpaka leo hii tunashindwa kuwa vizuri, yani kusimama na kusimamia ukweli, kusimamia kwenye statistics za mpira au kusimamia sheria za mpira. Ukiniambia ligi namba 5 bora barani Afrika haijatoa refa hata mmoja kwenda kuchezesha Afconi, unagundua kuna makando mengi sana. Usiniambie ligi namba 5 barani Afrika kwa ubora inazidiwa na Ethiopia kwa kutoa waamuzi, inazidiwa na Somalia kwa kutoa waamuzi. Hizo Somalia na Ethiopia kwenye 10 bora kwenye ligi bora barani Afrika huwezi kuzikuta. Kwa hiyo sijui huwa wanaangalia nini mpaka kuileti ligi ya Tanzania ni ligi namba 5 bora barani Afrika, sijajua. Lakini mimi kiukweli ligi bado of course ina ushindani kwa sababu unaona baadhi ya timu zinakuwa hazihitaji kuwa underdog tena kwa hivi vilabu viwili.
Kwa hiyo kusema kwamba timu za daraja la kati kuto kukubali underdog tena ni chanzo pekee cha kuwa Tanzania ni ligi bora ya 5 barani Afrika, mimi nakukatalia. Kwa sababu sometimes hizi timu ndogo zinaletiwa na waamuzi pale inapokuwa inahitaji kupambana, alafu mwamuzi anaikatalia kwa staili gani? Let's say kama hiyo timu ndogo imepata penalty hawapewi. Let's say hiyo timu inakuwa imepata faulu au mkubwa anastahili kupewa red card, hauoni akiadhibiwa. Lakini mwisho wa siku bado tuseme tuna safari ndefu ya kujitahidi na kuhakikisha ligi yetu inasimama kuwa namba 5 halali, na sio hii ya mchongo tunayokuwa tunaambiwa Tanzania ni ligi bora ya 5 barani Afrika. Kitu kingine ninachotaka nikizungumzie ni kuhusiana na ligi ya wanawake. Leo ligi ya wanawake inaendelea, lakini huu ni msimu wa 3 ligi ya wanawake haina mdhamini. Leo hii timu kutoka Mwanza Biro FC ilishindwa kusafiri kuja kucheza na Simba Queen, au ilifika kwa muda ambao sio muda ambao makocha wanatakiwa wakae meeting press na waandishi wa habari, ndio muda ambao timu iko njiani inakuja. Ni kwa sababu ligi ya wanawake haina mdhamini. Ni msimu wa 3, alafu tuna shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hii mnayoiita kila siku kwamba inajitahidi. Hili shirikisho linalosimamiwa na Wallace Karia, yani ni nini ambacho kinapelekea washindwe kumtafuta mdhamini wa ligi ya wanawake? Timu ya Bunda Queen ilishindwa kusafiri kuja kucheza na JKT juzi. JKT amepewa pointi 3. Umeelewa? Ni kwa sababu Bunda ameshindwa kusafiri kutoka Bunda kuja kucheza na JKT Queen. Bado kuna madudu mengi yanaendelea. Yani ni vile ligi ya wanawake haijamlikwa, lakini ikimlikwa kama inavyotakiwa utagundua kuna madudu mengi ambayo yanafanyika kwenye ligi ya wanawake kuliko hata ligi ya wanaume. Kuna ligi ya wanawake, kuna timu zinapanga matokeo kwenye ligi ya wanawake.